Kwa majina naitwa Ibrahim Ali Msanda, ni mwenyekiti wa mtaa wa Mpanda Hoteli. Tulipata taarifa kutoka kwa walimu wa shule ya msingi Misunkumiro baada ya kuwa mtoto, kwa maana mtoto mwenzao waliokuwa wanacheza nao kwenda na nguo shuleni na kutoa maelezo kwamba alikuwa anaogelea na amezama. Ndipo walimu pamoja na mtoto huyo wakafanya jitihada za kutafuta wazazi wakapatikana, wakawasiliana na sisi. Pamoja na yule mtoto ambaye alienda kuogelea mtoni, wakatuongoza moja kwa moja mpaka sehemu ya tukio, na kufika akatuonesha alikuwa anaogelea mahali hapa. Ndipo tulipowasiliana na jeshi la zimamoto na uokoaji, lakini kwa bahati mbaya haliweza kufika kwa wakati. Tulisubiri kwa muda na alikuweza kufika eneo la tukio kwa wakati. Sasa kutokana na ile hali ya sintofahamu na taharuki ambayo ilikuwa imeanza kuingia kwa wananchi, ndipo pale tukatafuta watu ambao wanajua kuogelea vizuri. Walijitokeza vijana kadhaa ambao waliingia ndani ya maji, wakaanza kutafuta huo mwili ambao unasadikika ulikuwa uko ndani ya maji. Na kwa kumshukuru Mungu, baada ya muda kadhaa kijana mmoja aliibuka na huo mwili na kusema mtoto alimedumbukia, amepatikana maeneo hayo. Na kwa mazingira yaliyokuwepo, tuliuchukua mwili ule, tukaomba gari moja kwa moja kwa bosi, tukakimbia na mwili mpaka kituo cha polisi. Baada ya kufuata utaratibu ambao uko kisheria, moja kwa moja sasa mwili ule tukaenda nao mpaka mochwari. Mimi naitwa Hussein Rashid. Waokoaji hawakuweza kufika ambao ni tegemezi kama serikali, ila tumeamua kujitolea kama wananchi kuokoa marehemu aliyefia kwenye maji. Kwa majina naitwa Shabani Sadiki au jina maarufu naitwa Walewale. Tulisikia tulikuwa tupo kijiweni ambao ni baba wa mtoto ambao wamepata ajali. Alinichukua na kuweza kunipodi kunileta sehemu ya tukio. Tumefika sehemu ya tukio, tukathibitisha kweli na wananchi wakadai kweli mtoto huyo amezama na ni mwanafunzi. Tukaweza kuwapigia simu zimamoto. Tumeweza kuwasubiri kwa muda wa kutosha, zaidi ya masaa mawili. Kwa ajili ya familia wakakosa subira, wakaamua kufanya maamuzi ya kutafuta uokoaji wa mbadala. Wakaweza kukodi vijana 5, wameweza kuingia katika ile bwawa. Kweli mmoja wapo na mimi nikiwemo. Kwa bahati nzuri Mungu si asumani, tumeweza kumpata, na mimi mwenyewe ndio kuweza kumpata na wenzangu tukiwepo. Wito wangu mimi kwa jeshi la zimamoto wa Mpanda, wawe wepesi sana wanapopigiwa simu na wananchi. Tukio kama hili ni kubwa sana, sio la kwanza kujizungusha. Tukio kubwa kama la hivi, leo hii anajisikieje aliyopata tukio kama mzazi? Kaita uokoaji, hawajafika kiwakati. Mpaka saa hizi tunavyoongea mimi na wewe hawajafika, yamepita zaidi ya masaa 3. Limetuumiza sana, maana hili tukio limetokea karibia na sehemu ya kazi yetu. Yaani kama mtoto mwanafunzi, yani watoto kama watoto, kwa sisi wazazi ambao tunahangaika kuwadhibiti ni kazi sana. Mtoto asubuhi naamka, unaenda kazini, unaacha umemwandaa, unajua mtoto yuko shuleni, kumbe haipo shuleni. Kumbe wameshaondoka, wameenda mtoni. Hasa kwa mfano kama hili tukio, mtoto wanavodai kwamba ametoka shuleni toka saa 4. Walikuwa na wenzie. Fika mtoni, walikuwa harakati ya kuogelea, kenzie kakabaki mtoni. Yule mtoto alirudi nyumbani kwenda kuambia wazazi wake. Tukio la kuzama kwa mtoto hili limenigusa kama mzazi, kwa sababu wewe unamwacha mtoto, unamwandaa asubuhi ile, unamwacha ameenda shule, wewe unakuja kazini. Unajua mtoto yuko shule, kumbe kashatoroka kaenda wapi? Mtoni. Paweke tu ulinzi mtoni huko. Wakimuona mwanafunzi au mtoto mdogo anasogea eneo lile, wanamdhibiti kumrudisha kwao. Ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu, usisahau kusubscribe, kulike na kushare.